Kutoka sura ya 12 mstari wa 3 hadi 13. Tusome 1, 2, 3. Semeni na makutano wote wa Israeli, mkawaambie, siku ya 10 ya mwezi huu kila mtu atatwaa mwana-kondoo kwa hesabu ya nyumba ya baba zao, mwana-kondoo kwa watu wa nyumba moja. Na ikiwa watu wa nyumba ni wachache kwa mwana-kondoo, basi yeye na jirani yake aliye karibu na nyumba yake na watwae mwana-kondoo mmoja kwa kadiri ya hesabu ya watu, kwa kadiri ya ulaji wa kila mtu. Ndivyo mtakavyofanya hesabu yenu kwa yule mwana-kondoo. Mwana-kondoo wenu atakuwa hana ila, mume wa mwaka mmoja. Mtamtwaa katika kondoo au katika mbuzi, nanyi mtamweka hata siku ya 14 ya mwezi ule ule. Na kusanyiko lote la mkutano wa Israeli watamchinja jioni. Nao watatwaa baadhi ya damu yake na kuitia katika miimo miwili na katika kizingiti cha juu zile nyumba watakazomla. Watakula nyama yake usiku ule ule, imeokwa motoni, pamoja na mkate usiotia chachu, tena pamoja na mboga zenye uchungu. Msiile mbichi, wala ya kutokoswa majini, bali imeokwa motoni. Kichwa chake pamoja na miguu yake, nyama zake za ndani, wala msisaze kitu chake chochote hata asubuhi, bali kitu kitakachosalia hata asubuhi mtakichoma kwa moto. Tena mtamla hivi: mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni, na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Maana nitapita kati ya nchi ya Misri usiku huo, nami nitawapiga wazaliwa wa kwanza wote katika nchi ya Misri, wa mwanadamu na wa mnyama. Nami nitafanya hukumu juu ya miungu yote ya Misri. Mimi ndimi Bwana. Na ile damu itakuwa ishara kwenu katika zile nyumba mtakazokuwamo. Nami nitakapoiona ile damu, nitapita juu yenu, lisiwapate pigo lolote litakaloharibu nitakapoingia nchi ya Misri. Na hilo ndio neno la Bwana. Haleluya. Lakini ukisoma mstari wa 11 anasema, tena mtamla hivi: wakati mnakula Pasaka, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu na mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu, nanyi mtamla kwa haraka. Ni Pasaka ya Bwana. Tunapomla Pasaka wa Bwana, tunatakiwa tuwe tayari kiakili kuondoka eneo la utumwa na kuingia katika eneo la uhuru. Tunatakiwa tuwe tayari kiufahamu kuondoka eneo la umaskini na kuingia eneo la utajiri. Okay. Najua utajiri haukuhusu. Hivi unajua wana Israeli walivyotoka Misri, walitoka na dhahabu na fedha, na walipewa na huyo Farao. Na watu wake hao wa Misri ndio waliokuwa wamewapa kila kitu. Unadhani walitoka wakiwa maskini? Hata kama adui alikutumikisha miaka mingi, nataka ngwambia atalipia. Atalipia. Siku utakayobadilisha mtazamo wako na kutoka katika hali ya utumwa na kuingia katika hali ya kufanyika mwana wa Mungu, ndiyo siku ambayo baraka zote ambazo adui yako alikuwa ataziachilia kwako. Utumwa mgumu uliotumika kwa miaka 400, kwa miaka 6, kwa miaka 7, atalipea kila kitu. Kwa hiyo Biblia inasema, mkiwa mnakula muwe tayari mmejifunga viuno vyenu. Unajua kujifunga viuno means kutafuta balance ya kuondoka. Pia mkijifunga nini? Kweli viunoni. Kweli nini? Ni kweli ya Mungu inayozungumza juu ya maisha yako, sio kweli ya mambo ya zamani.
sio kweli ya maisha yako ya utumwa, sio kweli ya elimu uliyopewa na Farao, sio kweli ya kile kinachozungumzwa na jamii, sio kweli wanachokwambia wazazi wako, ni ile kweli ya neno la Mungu. Moja kati ya silaha inaitwa kweli kwenye kiuno. Nikiwa na kweli nitakuwa na balance. Sitatembea kama sting bolt zimekatika. Nitatembea nikiwa ninajua niliyembeba. Bwana Yesu asifiwe. Kwa nasema mkiondoka tena mtamla hivi, mtakuwa mmefungwa viuno vyenu, mmevaa viatu vyenu miguuni. Unajua nikishaijua kweli nitawaambia watu kweli. Biblia inasema ni mizuri kama nini miguu ile ipelekayo habari njema, habari ya mema. Hiyo miguu kila mahali itakapokanyaga Mungu ameipa kumiliki na kutawala. Na Biblia inasema katika Yeremia, zuia mguu wako usikose kiatu. Katika ulimwengu wa roho kuna kiatu. Kiatu ni mamlaka. Hata ukiota umepewa kiatu, mimi si Mungu akwambia nimekupa authority ya kukanyaga nyoka na nge na kila nguvu za ule mwovu shetani. Anasema hapo, mmevaa viatu vyenu miguuni na fimbo zenu mikononi mwenu. Kwa nini? Katika ulimwengu wa roho everybody here anayempokea Kristo yeye ni mchungaji. Na unajua mchungaji gongo lake na fimbo yake inatufariji. Mungu amekupa kinywa cha kumchunga mwingine. Kwa hiyo tunapoelekea Kanaani unamwambia mwingine, ahadi ya Bwana inasema hivi, ya kuwa hiyo nchi ni ya kwetu. Usinikatishe tamaa, usinipunguzie mwendo. Unaanza kumkumbusha ile ahadi ambayo Mungu amemwahidi baba yako Ibrahimu. Everybody is a pastor here. Kila mtu ni mchungaji wa mwenzie. Na moja kati ya agizo la Kristo Yesu kwa mtu anayempenda anasema, chunga kondoo zangu. Chunga kondoo zangu, lisha kondoo wangu. Yesu atusaidie sana. Na anasema nanyi mtamla kwa haraka. Anasema fimbo zenu na mikono yenu nanyi mtamla kwa haraka. Mtamla kwa haraka. It's not a slow thing. It's a quicken. Ni kufumba na kufumbua, natakiwa utoke kwenye macho ya Farao. Ni siku moja unafanya maamuzi sasa, shetani umenionea sana, lakini leo nataka nikwambie sitarudi tena Misri, naelekea Kanaani. Shetani umenitumikisha kwa utumwa mgumu. Uliniambia siwezi kuishi bila kuwa na hawala, lakini leo I made up my mind. Leo nimepata ufahamu ya kuwa heri wawili kuliko mmoja, sio heri sita. Leo I made a decision. Leo ninafanya maamuzi tena kwa haraka. Unanielewa? Nasema unanielewa? Biblia inasema tena nanyi mtamla kwa haraka. Mtamla kwa haraka. Kristo Yesu umpokee kwa haraka ndani yako, ni Pasaka wa Bwana. Ukimpokea kwa haraka ndani, Biblia usikiapo maneno haya na sauti, usifanye moyo wako kuwa mgumu. Mpokee kwa haraka. Usiseme nina miaka mingi sana, nitarekebisha mambo yangu nikishazeeka. Nikizeeka hivi kama umri wa mama Palanjo, basi ndo nitatulia nyumbani. Anza kuiheshimu ndoa yako, hata kama ndoa yako ina mwaka mmoja. Hata kama mlikutana vichochoroni kabla mjeokoka, mkaokoka mkiwa ndani ya hiyo ndoa, mkiwa bado wapagani, lakini heshimu ndoa yako. Fanya maamuzi ya haraka. Pokea uhamisho wa kudumu. Haiwezekani kuwa unakuja kanisani lakini akili zako zote ziko duniani. Haiwezekani. Unasema Yesu 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 Yesu, unakili kwa kinywa lakini moyo wako uko mbali naye. Fanya maamuzi. Fanya maamuzi. Utaigiza hata lini? Utaishi maisha ya maigizo hata lini? Utadanganya na kujidanganya hata lini? Kumbuka Mungu wetu adanganywe. Bwana umenichunguza na kunijua, wewe wajua kuketi kwangu na kulala kwangu, umelifahamu wazo langu tokea
mbali, umepepeta kwenda kwangu na kulala kwangu, umeendewa na njia zangu zote. Mungu hata ufanye kitanda chako kuzimu, huko napo yupo. Kuzimu yenyewe ameiumba. Mungu anasema unavyomla Pasaka wa Bwana, fanya haraka. Tusio tunasherehekea tu Pasaka kama sikukuu. Pasaka ni tendo la imani la kutoka katika mikono ya adui. Utumwa, dhambi ni utumwa, uovu ni utumwa, addiction ni utumwa, hasira ni utumwa, kiburi ni utumwa, majivuno ni utumwa, kuchepuka ni utumwa, kukaa uchi ni utumwa, malingo ni utumwa. Toka utumwani, toka utumwani. Fanya uhamisho leo wa kudumu. Maisha yako ya asilini yakoje? Fanya haraka leo. Nasema tena, fanya haraka leo. Acha kuigiza. Na ndio maana unachelewa maisha yako. Maisha yako yanachelewa, hatima yako inachelewa, utukufu wa Mungu kwako unaenda na kurudi. Hauoni mpenyo katika maisha yako kwa sababu wewe mwenyewe unajirudishaga nyuma. Unakuwa na akili ya Misri ili hali uko njiani kuelekea Kanaani. Fanya uhamisho wa kudumu leo. Yatasema siku ya 14 ya mwezi ndio hiyo Pasaka anatakiwa achinjwe na aliwe. Siku ya 14 kiBiblia, namba 14 yote ilikuwa ni namba ya kuchinja. Ibrahimu alimtoa Isaka siku ya 14 ya huo mwezi kwa miezi ya Kiyahudi. Alichinja. Yesu mwenyewe alisulubiwa siku ya 14 ya huo mwezi kwa Kiyahudi. Alisulubiwa siku ya 14 ya mwezi. Kwa hiyo Yesu kusulubiwa siku ya 14 kama mwanakondoo haikuwa kitu ambacho labda ile siku wale Mafarisayo na Wayahudi walikasirika wakasema tumtundike. Wao walijua wanafanya kitu kwa akili zao, lakini walikuwa wanatimiza unabii uliokuwa umetimia kuanzia siku na miaka na saa, kila kitu. Unasema pastor, hadi saa? Ndio. Yesu alisulubiwa saa ngapi? Aliteswa saa ngapi na akufa saa ngapi? Si mnakumbuka? Ilikuwa ni saa 6 hadi saa 9. Saa 9 Yesu akakata roho. Ilikuwa saa 9. Na hata hawa wana Israeli walitakiwa kumchinja mwanakondoo wakiwa kule Misri jioni ya saa 9. Ibrahimu alimchinja, alitaka kumchinja mwanae Isaka, ilikuwa saa 9. Okay. Marko 15 mstari wa 34. Marko 15:34 alafu 37. Na saa 9 Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akasema, Eloi Eloi lama sabakthani, maana yake Mungu wangu mbona umeniacha? Naye Yesu akatoa sauti yake 37. Naye Yesu akatoa sauti yake kuu akakata roho. Saa 9. Saa 9 ilikuwa ni jioni. Saa 9 jioni. Yesu roho yake haikuguswa, ijapokuwa mwili wake uliguswa. Biblia inasema usiogope wao mwili wasioweza kuua roho yako hata jehanamu. Unaweza kupiga mwili wangu lakini huwezi kupiga roho yangu. Unaweza kupiga uchumi wangu lakini huwezi kupiga kiroho changu. Unaweza kupiga ndoa yangu lakini huwezi kupiga roho yangu. Unaweza kupiga ujana wangu kwa namna nyingine hata huko masomoni, lakini huwezi kuconfuse roho yangu. Yesu, Biblia inasema alisalimisha roho yake mikononi mwa baba yake na akasema imekwisha. Alisalimisha. Sio kuna mtu alikuja akaichomoa roho yake. Na ndio maana aliweza kusamehe japokuwa alikuwa msalabani. Kuna watu mkiwa msalabani mnakuwa na hasira na kila mtu. Unawakasirikia watoto,
unamkasirikia mme wako, unalikasirikia kanisa. Ngoja nipande huko. Kuna mtu mmoja huko hapa msalabani, umejaa makasiriko na hasira kwa kila mmoja mmoja. Yesu alikuwa msalabani, lakini alisema Baba wasamehe, kwa maana hawajui walitendalo. Hey! Am I talking to somebody? Ukiwa msalabani, hali yako ya moyo inakuwaje? Yesu moyo wake haukubadilishwa. Walimdhihaki lakini alibaki kwa furahia. Walimtukana lakini alibaki kwa furahia. Walimdhihaki, walimnyosha siki lakini hakuwatukana wala hakuwalaani. Ukiwa katika msalaba, hali yako ya moyo inakuwaje? Mbona hutaki kuona kila mtu kwa sababu una msalaba? Mbona umesusa simu za watu zikipigwa unazizima? Unajuaje hiyo simu ya mtu anayekupigia ndio simu ya muujiza wako? Yesu roho yake aliisalimisha, ilikuwa salama. Nichaneni mwili wangu lakini roho yangu hamwezi kuichana. Toboeni mikono yangu lakini roho yangu hamwezi kuitoboa. Nivalisheni taji ya miba lakini roho yangu hamwezi kuivalisha taji ya miba. He preserved his own soul. Isalimisha roho yake mwenyewe. Watu waliopokea uhamisho, haina maana ukienda Kanani kila kitu kitakuwa kizuri. Kuna vitu vinaweza vikawa vibaya vibaya, lakini siwezi kujilaani, maana Kanani nimebarikiwa. Nilishaambiwa hii nchi ni ya maziwa na asali, haijalishi napitia nini. Nitakili kile Bwana ameniambia katika neno lake, katika ahadi zake. Kama aliniambia atanibariki nitokapo na niingiapo, nitaendelea kusema hivyo. Kama alisema atabariki uzao wangu na maongeo ya mifugo yangu, nitaendelea kukiri hivyo. Ulipokuwa msalabani, ulisema nini? Ulikiri nini? Yesu alichokisema, mikononi mwako naiweka roho yangu. Mikononi mwako naweka roho yangu. Ndoa yako inasumbua, umeiweka kwenye mikono ya Mungu. Ujana wako, mwili wako unapiga kelele, umemwambia Mungu nakukabidhi huu mwili wangu, chukua utumie kama utakavyo. Mwanamke mmoja anaitwa Hana, baada ya kumpata Samueli akasema nampeleka madhabahuni mwa Bwana, asinichanganye huyu mtoto, ijapokuwa ndo mtoto aliyokuwa anamsubiri kwa muda mrefu. Kuna watu wengine watoto wenu ni kama vile mboni ya jicho, hata kumleta nyumbani mwa Bwana huwezi. Mikononi mwa Mungu umesalimisha nini? Au kuna vitu umejiwekea mwenyewe, unavilinda mwenyewe, afu vingine ndio unampa Mungu? Tunajifunza kusalenda kutoka kwa Kristo Yesu. Sijui kama unanielewa. Kwa hiyo saa 9 ilipofika, saa 6 ndipo alipoanza kusulubiwa. Na kuanzia saa 6 hadi saa 9 kutokea giza kuu. Haya ni masaa matatu. Hiyo ni namba 3. 6 hadi 9 ni masaa matatu. Sasa katika Kumbukumbu la Torati 16:5-6, kwamba msimchinje Pasaka katika malango yoyote yale akupayo Bwana. Anasema Mungu wako, ila mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, ndipo mtakapomchinjia Pasaka. Tena anawaambia jioni katika machweo ya jua, kwa wakati kama uliotoka Misri. Na ndio maana Yesu akufa saa 6, kwa sababu yeye ni Pasaka wa nini? Pasaka wa Bwana. Katika maisha ya kiroho, numbers are not lie. Kibinadamu huku namba ina lie, inadanganya. Lakini katika maisha ya kiroho numbers danganya. Ilikuwa ni saa 9, ilikuwa ni jioni, ikawa jioni. Kuna nguvu ya kutenda kwa wakati wa kujirudia rudia. Mfano, kama unaombaga saa 8 ya mchana kila siku, jua kuna malaika wamekusubiria hiyo saa 8 ya mchana. Siku ukiomba saa 12 utaswago sana hadi wavute, kwa sababu wenyewe wana tabia kukalili. Okay, ngoja niwaache hapo.
Wewe jaribu kuomba kila mara, omba saa sita, saa sita, saa sita, saa sita, saa sita. Utaona ikifika kipindi hiyo saa sita, hata kama una kazi unasikia ndani yako unaomba. Unanielewa vizuri? Na ndio maana mitume anasema ilipofika saa 9 ya jioni wakaenda kusali katika lango la Sulemani, katika kitabu cha Matendo sura ya 3. Wakakutana kule na mtu kiwete tangu kuzaliwa saa 9 ya jioni. Yamkini ule muujiza usingefanyika saa 2 asubuhi. Ilibidi ufanyike saa ya kusali saa 9. Na ndio maana saa ya kusali mpe Mungu. Kuna agano tumeshaekeana, leo tunakutana saa 1:30. Fika saa 1:30. Utakutana na mkono wa Mungu. Eza kusifu wakati wa maombi anytime. Kwa sababu malaika wa Mungu yuko hapa. Wao wanaishi kwa kukalili walichoambiwa. Na ndio maana ambaye usiwatie kisilani, wao hawajui kusamehe. Mungu anawaambia Musa, nitatuma malaika aende mbeleni. Musa anasema lakini Musa, huyo malaika anayemtuma, angalieni msije mkamtia nini? Kisilani. Angalia msije mkamtia kwenye hasira. Sababu malaika wenyewe hawana excuse. Sole, samahani, hawaelewi. Ni baba yako wa mbinguni katika Kristo Yesu anaweza kuelewa neno samahani. Na ndio maana hatumuombi toba malaika, naishi nahubiria watu kidogo wa kule ushago. Sijui kama nahubiria watu wanaoelewa neno la Bwana hapa mahali. Sasa kumbuka, malaika ni watumishi wa Bwana na ni watumishi wetu. Wanavyokuja kwenye yale majira, wasipokukuta hawana muda wa kupoteza. Kwa sababu waambia nendeni saa 9 mtamkuta. Wakaja saa 9 wakukuta, wanaondoka. Na ndio maana Yesu aliweza kuvumilia hiyo saa 9 pale, hata kama anasulubiwa, maana kulikuwa na spiritual empowerment. Kulikuwa na nguvu ya kuwezesha iliyokuwa inamwezesha Yesu, kwa sababu majira saa 9. Kwa hiyo huyu kondoo atajilaza tu. Biblia inasema Yesu ni kama kondoo apelekwaye machinjoni. Kwa hiyo alikuwa na uwezo wa kuvumilia kuchinjwa, maana sana majira yamefika. Hajachinjwa kabla ya majira yake na wakati wake. Am I talking to somebody? So the Bible said, ila mahali atakapopachagua Bwana Mungu wako apakalishe jina lake, ndipo utakapomchinja Pasaka. Mahali alipopachagua Bwana, sio kila mahali pa kupeleka sadaka. Ila mahali alipopachagua Bwana. Sio kila mtu hata kama ni yatima wa kumsaidia, ila mahali alipopachagua Bwana. Kuna watu wengine ni vipofu lakini mawakala wa kuzimu. Unasana msaidia kwa sababu kipofu, kumbe mwenzio anaenda kufanya spiritual transaction. Unaibiwa uchumi wako wote, kuanzia hiyo siku maisha yako yanaharibika. Na ndio maana lazima uisikie sauti ya Mungu katika maisha yako ya utoaji. Sasa nayo habari ya kuwa Bwana ameliketisha jina lake hapa. Mahali hapa ni salama kutoa. Hivi kuna mtu alipanda hapa akafilisika? Hivi unajua kuna makanisa, yaani ukiangalia hamna mtu mwenye ushuhuda hata mmoja. Januari watu wanazidi kupauka kuliko kubarikiwa. Hebu leta sadaka nyumbani mwa Bwana. Hapa ndipo mahali ambapo Bwana ameliketisha jina lake. Jehova Jile, Mungu mtoaji yuko hapa. Anawapaga watu vitu, anawapaga watu mali. Sijui kama mnanielewa. Kutoka Misri hadi kuvuka bahari ya Shamu, ile ndio ilikuwa kamili Pasaka. Ilichukua siku 3. Yaani tangu ile siku wanaondoka pale, baada ya wale wasaliwa wa kwanza wa Misri kufa, hadi siku wanafika wanavuka bahari ya Shamu. Bahari ya Shamu ndio ilikuwa inatenganisha kati ya nchi ya Misri na wanapoelekea. Ndio maana Farao, ijapokuwa aliwaambieni nendeni ukamwabudu Mungu wenu, lakini Farao akafanya kikao na jeshi lake. Akasema tunawaachiaje? Hebu tuwafuatie. Hauwezi ukasema umevuka kama hujavuka bahari ya Shamu.
Sijajua katika maisha yako kama tayari umeshakutana na bahari ya Shamu au bado. Lakini kama bado hujakutana nayo, nataka nikwambie ukivuka hiyo bahari, ndo at least utakuwa tumesema umetoka kule. Biblia inasema wote wakabatizwa ili wawe wa Musa, kupitia wingu na ile bahari. Kwa hiyo ubatizo wa wana wa Israeli, kubatizwa ili wawe wa Musa, haikuwa ile siku wanavyochinja mwana kondoo. Ilikuwa ni ile siku ya 3 baada ya kuvuka bahari ya Shamu. Na ndio maana Yesu hana maana kwa sababu amekufa, ana maana kwa sababu amefufuka. Sasa mauti, iko wapi nguvu yako? Kuzimu, kuko wapi kushinda kwako? Kwa sababu Yesu amemwalibu yule mwenye nguvu ya mauti na ile nguvu ya kuzimu kupitia kufufuka kwake, sio kupitia kufa. Sababu hata Muhammad alikufa lakini hajafufuka. Nyerere alikufa lakini hajafufuka. Mahatma Gandhi alikufa lakini hajafufuka. Karl Marx alikufa lakini hajafufuka. Pilato alikufa lakini hajafufuka. Ninazungumza na mtu mahali hapa, hata babu yako unajua alikufa lakini hajafufuka. Lakini Yesu siku ya 3 alitoka kaburini. Unanielewa vizuri? Wakaeka na walinzi kwenye kaburi, wakaeka na jiwe kubwa kaburini, lakini bado Yesu aliweza kuchomoka kaburini, kwa sababu alisema siku ya 3 nitafufuka. Mnamtafutaje aliye hai katikati waliokufa? Amefufuka kama alivyosema. Kuna kitu ukikisema kitakuja kukutetea kesho yake. Kama tunaweza kufungwa kwa maneno, tunaweza kubarikiwa kwa maneno yetu. Bwana Yesu asaidie sana. Kwa hiyo siku 3. Kwa hiyo siku ile wanatoka Misri, wakati Farao anahangaika na kuzika wazaliwa wa kwanza, siku ya 2, Farao siku ya 3 akawafuatilia. Lakini wamekaa pale siku 2 zote hakuna njia. Wakaanza kumlilia Musa. Hata kule kuna makaburi, kufumba na kufumbua, wanamuona Farao huyu hapa nyuma. Ujue Farao anaweza akakufuatilia akajua ya kwamba anakupata, pasipo kujua ya kwamba ndo anguko lake linaenda kutokea. Mwimbaji mmoja anasema wakazama kama risasi, risasi ndani ya maji makuu. Lakini wana wa Israeli walipita salama, wa kwanza hata wa mwisho. Ngoja nikwambie kitu kilichotokea. Siku ya 3 wakaimba nyimbo. Biblia inasema Miriam dada yake na Musa akawakusanya wanawake wengine, wakamwimbia Mungu wimbo wa kumsifu. Hatujaona mahali kokote Miriam akiimba, lakini hapa baada ya siku ya 3 Miriam anaimba wimbo. Baada ya siku 3 hatuzungumzi tena mambo yaliyopita, tuna madeni, tuna nini, tunaimba nyimbo za sifa. Am I talking to somebody? Tukishakula mwana kondoo Pasaka, kuna mtu umeshiriki Pasaka, umekula mwili wa Kristo, lakini wiki nzima hii ulikuwa unakili matatizo. Miriam aliimba wimbo wa sifa. Musa mwenyewe na kigugumizi chake, Biblia inasema aliimba wimbo wa sifa. Wakapita salama, wa kwanza hadi wa mwisho, wakaimba na wimbo ng'ambo ya bahari. Bwana huja badilika, tengeneza njia kwangu. Kama Mungu alitengeneza njia, atatengeneza na njia kwako. Ukisoma hapo hayo maandiko, Biblia inasema Musa aliipaza sauti akaimba wimbo wa sifa. Bwana ni ngome yangu, Bwana wokovu wangu. Sasa huyu Musa, sijui kama umepata andiko. Ndipo Musa na wana wa Israeli wakamwambia Bwana, ngoja nikuulize, yule aliyosema siwezi kusema, alipata wapi nguvu ya kuimba? Kwa sababu kama huyu Musa ndo kwa ya master, alafu ana kigugumizi, huo wimbo ungeimbikaje? Misi ukivukaga bahari ya Shamu, kinywa chako huwa kinafunguka, na unaweza kumwimbia Bwana wimbo wa sifa bila kigugumizi. Utakuja kukumbuka na kigugumizi huko jangwani tayari unaelekea Kanaani. Ndipo Musa na wana Israeli wakamwimbia Bwana wimbo mkuu akisema na kusema, nitamwimbia Bwana kwa maana ametukuka sana, farasi na mpanda farasi amewatupa baharini.
Bwana ni nguvu zangu, Bwana ni wimbo wangu, naye amekuwa wokovu wangu. Yeye ni nguvu yangu, nami nitamsifu. Ni Mungu wa baba yangu, nami nitamtukuza. Wimbo ulitoka wapi sasa? How Moses sing while you are stammerer, wakati una kigugumizi. How can you sing? Unawezaje kuimba? Kigugumizi kilienda wapi? Yesu anapofufuka katika maisha yetu, biashara zetu haziwezi kuendelea kuwa na kigugumizi. Nasema ndoa yako haitaki kuendelea kuwa na kigugumizi. Sijui kama naongea na watu 7 mahali hapa. Kama ni wewe sema pasta hubiri. Do you understand the power of Passover? Unaelewa nguvu ya Pasaka wewe? Yaani ungeelewa hiyo sura yako ya kazi, sura yako ya majuto, sura yako ya kuachika ingeondoka usoni. Maana umempata aliye mwamba, aliye kuokoa ni Bwana Yesu. Yule hapo sasa utakuwa na wimbo mpya. Sura yako itabadilika kwa sababu umepokea uhamisho. Hivi umetoka utumwani na Farao umemuona na jeshi lake lote limeangamia, una wasiwasi gani tena? Kwa it was 3 days, ilikuwa ni siku 3. Kutoka Misri kuvuka bahari ya Shamu ilikuwa siku 3. Kwa hiyo kutoka matesoni kuingia uzimani it takes 3 days. Ibrahim na Isaka walichukua mwendo wa siku 3 kwenda kutoa sadaka. Siku 3 walipandisha kwa muda wa siku 3 kwenda kutoa sadaka. Isaka akiwa amebeba kuni siku 3. Nakumbuka Isaka alikuwa anatakiwa atolewe baada ya mwanakondoo. Alafu Mungu akamwambia Ibrahimu, usimtoe Isaka, geuka nyuma utamkuta mwanakondoo. Kwa sababu Isaka hakutakiwa kuchinjwa, kwa sababu Isaka ni mwana wa Adamu. Ilibidi aje mwana wa Adamu wa pili, ambaye anatakiwa achinjwe kwa niaba ya dhambi za wanadamu wote. Kwa hiyo wewe Isaka tulia, ninakupa mwanakondoo. Na Yesu ndo maana Yohana anasema, tazama mwanakondoo wa Mungu aichukua dhambi ya ulimwengu. Am I talking to somebody here? It takes 3 days. Siku ya 3 Ibrahimu akainua macho yake akapaona mahali pakali mbali. Ibrahimu akawaambia vijana wake, kaheni hapa ninyi hapa pamoja na punda, nami na kijana wangu tutakwenda kule, tutaabudu na kuarudia tena. Kumbuka Mungu anawaambia na Israeli, nendeni mkaniabudu. Lakini ilikuwa nendeni nchi ya ahadi. Baada ya siku 3 Yesu naye anafufuka baada ya siku 3. Mnanielewa watoto wa Mungu? Sasa Yesu Kristo ana uhusiano gani na ile Pasaka? Kwanza Kristo Yesu nilishasema ni mwana kondoo wa Mungu na nimekupa hivi vitu vingine. Lakini Yesu Kristo kama mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Wakolosai 1:13-15. Kolosai 1:13-15. Naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza katika ufalme wa mwana wa pendo lake, ambaye katika yeye tuna ukombozi, yani msamaha wa dhambi. Naye ni mfano wa Mungu asiyeonekana, mzaliwa wa kwanza wa viumbe vyote. Ibrahimu akaenda akamtoa huyo kondoo, akamtoa sadaka ya kuteketezwa badala ya mwanae. Kwa hiyo huyu ndio mwanae ampendaye na mwanae wa pekee. Neno kupenda limetajwa kwa mara ya kwanza katika kitabu cha Mwanzo 22. Ampendaye. Neno kupenda, pendo, upendo umetajwa kwa mara ya kwanza kwenye kitabu cha Mwanzo sura 22. Sasa Yohana 3:16 inasemaje? Kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila muamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Mungu akaupenda ulimwengu. Kwa hiyo neno kupenda linaanza katika kitabu cha Mwanzo, linauishwa katika kitabu cha Yohana. Na kitabu cha Mwanzo ndio neno mwanzo limetajwa, na kitabu cha Yohana ndio neno mwanzo limetajwa. Hapo mwanzo Mungu aliziumba mbingu na nchi, nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu. Kitabu cha Yohana anasema, hapo mwanzo kulikuwako na neno, naye neno alikuwa kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Pasipo huyu hakuna chochote kilichofanyika. Naye neno alivaa mwili, akaja akakaa kwetu,
nasi tukaona utukufu kama mwana wa pekee. Mwana pekee. Katika Mwanzo tumeona mwana pekee. Ukunizuilia mwana pekee. Hakuna upendo bila kutoa. Kule tunaona anamtoa mwana pekee. Katika Yohana tunaona pia anatoa mwana wa pekee. Love and giving is inseparable. Upendo na kutoa hauwezi kuvitofautisha. Kama unapenda utatoa. Unatoa nini? Dalili ya kuwa unampenda Mungu ni hali yako ya utoaji. Sio maombi. Wewe omba tu asubuhi, mchana hadi jioni, pinduka na sarakasi. Lakini kama sio mtoaji, wewe huwezi kumpenda Mungu. Tazame jirani yako, mwambie na wewe umo. Mwambie unapenda kwa neno au kwa tendo. Umependeza lakini unatoa 500. Una kiatu cha 1000 lakini unatoa buku. Asubuhi umekula supu kule kwa machapati kwa ajili ya 5000. Lakini nyumbani mwa Bwana unatoa buku. Na uone hata aibu. Kwa ujasiri kabisa unakuja mbele ukome. Alafu tukisema sasa pastor yule jamani anataka sadaka. Kwa sababu Biblia haijasema unijaribu kwa kuimba. Amesema unijaribu kwa njia uone kama sitakufungulia madirisha ya mbinguni. Unijaribu. Hapo sasa ndipo nitamkemea alaye. Sasa wewe kutoa utaki. Hicho ulichokuwa nacho utakimiliki hicho utavuka mpaka unachokimiliki. Mungu anataka kukupeleka viwango lakini umeshikilia. Ngoja nikwambie, Yesu alipojitoa alikuwa namna ya Mungu lakini aliona kuwa kweli sana Mungu sio kitu cha kufananishwa nacho. Akawa namna ya mtumwa. Akafa, akazikwa, akashuka kuzimu. Siku ya 3 akafufuka kutoka kwa wafu. Afu Mungu akamkirimia jina kuu lipitalo kila jina. Kwa hiyo Yesu asingekuwa na jina la Yesu. Jina la Yesu sio kwa sababu aliambiwa ataitwa Yesu. Yaani ukuu wa jina la Yesu ni baada ya yeye kwenda msalabani na kujitoa. Alipofufuka anaitwa Kristo kwa sababu anakuwa Masihi. Amekuwa Mwokozi sasa, ametushindia mauti. Ndio anaitwa sasa Yesu Kristo. Yesu mpakwa mafuta wa Mungu, Masihi, kombozi. You can't separate love and giving. Na ndio maana watakiwa utoe muda. Ninasema mpende Bwana Mungu wako kwa moyo, kwa roho, kwa nguvu, kwa akili, kwa mali zako zote. Hauwezi kupenda bila kutoa. I repeat, no love without giving, my baby. Give. Hivi unajua Agano la Kale makuhani walikuwa hawafanyi chochote isipokuwa kukaa hekaluni. Wao hawakuwa na urithi. Urithi wao ulikuwa ni ule watu wanaoleta madhabahuni basi. Tena alikuwa anaitwa vinono sio vilema. Wewe unajisikiaje vibaya ukiona pastor wako ninaendesha gari? Alivyokuwa ni si ndio walivyokuwa watu wake. Sasa basi ngoja niwaache na mimi nikafanye vibarua. Kwani nadhani sina elimu? Ninayo elimu. Tena nina GPA nzuri. Nina degree na nina diploma 2. Zingenitosha kabisa kufanya maisha yangu mengine. Lakini I sacrifice kila kitu. Utanikuta masaa 24 niko hapa naombea watu, na shauri watu wana matatizo na watia moyo. Hiyo kazi sio kazi rahisi kama unavyozani. Kwa hiyo muda mwingine hata mnachokifanya ni kama vitu mnaonyesha fadhila tu, mnarudisha fadhila kwangu ili na mimi sasa niwe na nguvu ya kuendelea mbele. Nione, lakini wewe weza ufanye usifanye, mimi naendelea mbele. Upendo na kutoa havitenganishwi. Kwa maana jinsi Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanawe pekee. Na mtu anayetoa ndo anayemcha Mungu. Alimwambia Ibrahim, sasa ninajua ya kuwa unanicha, maana ukunizuilia mwanao pekee. Kondoo wa Pasaka kuna mahali alikuwa anatolewa. There is a location, eneo maalum la kutoa. Ukisoma katika kitabu cha Matthew 27
33. Mathayo 37, 27, 33. Matthew, Mathayo 27, 33. They come to a place called Golgotha, which means the place of the skull. Wakafika mahali paitwapo Golgotha, ikimaanisha ya kuwa ni nini? Fuvu la nini? Ilibidi waje Golgotha anyhow. Yaani Yesu asingeweza kusulubiwa Samaria. Isingewezekana. Isingewezekana. Ngoja nikwambie, kuna kitu kinachoitwa divine appointment. Wakati wa Mungu na majira ya Mungu huwezi kupigana nayo. Yamkini unatafuta mke hapa, unatafuta mme, lakini kuna mtu Mungu alikusudia kukutana naye Tabora, alafu unasema mimi Tabora kule mbona sina ndugu. Unajua kitatokea ni rafiki yako atafiwa. Akifiwa na wazazi wake wa Tabora, utaenda kumsindikiza. Okay, ngoja niwaambie. Ujue Yesu kabla ya kwenda Yerusalemu kusulubiwa alikopo yuko Galilaya. Tena ndugu zake wakamwambia, kwani hujui ni majira ya Pasaka? Akaambia, nyewe mna wakati mwingi, mimi majira langu bado haijafika. Wakati ulipofika Yesu naye akaenda, na alipoenda kule akaambia tuniandalieni Pasaka, akashiriki meza ya Bwana na nini. Baada ya hapo akaenda kusulubiwa. Alijua wakati na alijua sitaki kusulubiwa nikiwa Galilaya, natakiwa kusulubiwa nikiwa Yerusalemu, tena Golgotha. Kwa sababu Wayahudi walikuwa wanawasulubu watu na serikali ya Kirumi ilikuwa inawasulubu watu katika eneo lilikuwa linaitwa Golgotha. Lile eneo lilikuwa lijaandaliwa kwa ajili ya wahaini, lilikuwa limeandaliwa kwa ajili ya Yesu. Lakini wenyewe walijua ya kwamba tunaandaa wakosaji bingwa, pasipo kujua kuna mkosaji mmoja ambaye amebeba dhambi za wakosaji wote duniani. Inabidi asulubiwe kwenye eneo lilikuwa limeandaliwa. Why talking to you? Okay, sasa hapo ukisoma hicho kitabu cha Matthew anaposema kwamba na walipofika mahali, kuna mahali utafika utakutana na mtu wa hatima yako. Kuna mahali utafika utakutana na mtu atakaye kuambia kwa habari ya kazi. Kuna mahali utafika utakutana na mwanaume wa hatima yako. Yamkini umekaa hapa unaangalia kanisani umepoteza matumaini. Mbona kanisani kama sioni? Una haja ya kuona kanisani. By the way, Mungu amekuandalia kufanana na wewe. Haijalishi yuko Zanzibar, haijalishi yuko China. Wakati wako kufika kuolewa, mwambie Mungu nikutanishe naye kokote kule utakao kupanga. Sasa kuna mahali utafika. Hapo mahali panaitwa Golgotha, yani fuvu la kichwa. Yesu anaitwa kichwa cha kanisa. Lakini Biblia inasema na uzao wa mwanamke utamponda shetani nini? Kichwa. Ukisoma hiyo Mwanzo 22. Okay, ngoja kwanza niende. Hivi nilionyesha ile Mwanzo 22 mstari wa 2. Inasema akasema umchukue mwanao wa pekee umpendaye. Ndio nikaonyesha neno upendo lilianzia hapo. Umpendaye. Na sasa ukimchukua mwanao umpendaye, hapo mbele anasema hivi: ukaende zako mpaka nchi ya Moria. Mpaka walipofika mahali, mpaka nchi. Kuna mahali Mungu amechagua. Usiishi kwa kanuni zako za kibinadamu. Mruhusu Roho wa Mungu akupeleke anapotaka, atakutanishwa na mtu wa hatima yako. Ukamtoe sadaka ya kuteketezwa, na juu ya mlima mmoja wapo nitakao kuambia. Yesu hakusulubiwa tambalale. Yesu alisulubiwa juu ya mlima. Pale mahali palikuwa na mlima. Hata movie basi kama hujui unasema pastor nakupiga kamba. Si ile movie umeangalia? Si uliona kulikuwa na mlima? Sasa wewe unaweza kusema pastor ule sio mlima Moria. Ujue majina ya kibiblia huwa yanabadilika. Pale ndipo mahali, kwa taarifa yako, ambapo Ibrahimu alimtoa mwanae Isaka sadaka. Ndio pale ambapo Ibrahimu alikuwa anaenda kumchinja mwanae, ndipo mahali ambapo Kristo Yesu alienda kusulubiwa.
Kumbuka Yerusalemu ndio imezungukwa na milima. Sio Galilaya, sio Kapernaum. Okay, ngoja nikuache. Mlima Moria ndipo Daudi alipotoa sadaka ili kushinda. Ujue Daudi alipata pigo kwa sababu alikuwa ameasi. Kwa hiyo Daudi akapata pigo, akaambiwa kwamba atoe sadaka, akaenda kununua kiwanja. Mnajua kile kiwanja cha nani? Cha Arauna. Sio ni Arauna. Do you remember that story? Akaenda kutafuta kiwanja cha kununua ili aweze kutoa dhabihu, ili hiyo tauni iweze kukoma. Maana Mungu alikuwa ameleta tauni kwenye nchi kwa sababu Daudi alikuwa amemwasi Mungu kwa kuhesabu jeshi lake. Sasa baada ya hapo kilichotokea, Mungu alimwambia kwamba ili nisitishe hiyo tauni, nenda katafute kiwanja na kanitolee sadaka. Akaenda kwa Arauna. Alipoenda kwa Arauna akamwambia kwamba bwana wangu, mimi nataka nikupe kiwanja bure. Daudi akasema siwezi kumjengea Mungu madhabahu kwa kitu cha bure, imenipasa nitoe pesa. Unaona, kupenda lazima kunaambatana na kutoa Akatoa. Kwa hiyo mlima Moria kule ambapo Ibrahimu alitoa sadaka ya kutaka kumchinja mwanae, afu Mungu akampa mwanakondoo, ndipo pale pale Daudi, ndipo kilipokuwa kiwanja cha Arauna ambapo Daudi litakiwa anunue ili aweze kutoa sadaka na kumjengea Bwana madhabahu. Habari nzuri ni kwamba pale pale ndipo Sulemani alipokuja kujenga hekalu la Sulemani. Sasa unaniambia pastor, kuna uhusiano gani na Pasaka? Na ndio maana wakati Yesu anasulubiwa, Biblia inasema pazia la hekalu lilipasuka. Walilionaje kama alikuwa karibu? Okay, nazungumza lecture ngumu leo. Taelewa. Mambo ya Nyakati wa Pili 3:1. Ngoja nikazie maarifa. Mambo ya Nyakati wa Pili 3:1. Ndipo Sulemani akaanza kuijenga nyumba ya Bwana huko Yerusalemu juu ya mlima Moria, pale Bwana alipomtokea nani? Daudi babaye, alipotengeneza mahali pake alipoagiza Daudi katika kiwanja cha kupuria cha Arauna Myebusi. Do you see that? Hapo ndipo Sulemani alipojenga hekalu, lakini alijenga hekalu bila kujua kuwa ndipo mahali ambapo baba yake naye alijengaga madhabahu ili tauni ikome katika nchi. Na Sulemani baada ya kujenga hekalu, kumaliza lile hekalu, akamuomba Mungu na akatoa sadaka. Na akasema ikiwa watu wako walioitwa kwa jina lako watajinyenyekeza katika ile hekalu na kuomba, Mungu usikie na kuiponya nchi yao. Kwa hiyo nchi ikiwa na tauni, watu wakikuomba kupitia kwenye ile hekalu uponye nchi. Kwa sababu ndipo mahali ambapo Daudi baba yake naye alitoa sadaka ili nchi ipone mbali na tauni. Mnanielewa? Kwa hiyo hekalu likawa limejengwa hapo. Na ndio maana Yesu yuko msalabani, Biblia inasema na pazia la hekalu likapasuka. Misi tunahama kutoka agano la kale tunaingia agano jipya. Agano ambalo kuhani alikuwa mmoja, lakini ni uzao wa kikuhani. Lakini sasa hivi uzao wa kikuhani ni kila mmoja. Na Yesu Kristo ndio kuhani mkuu mfano wa Melkizedeki. Na sisi wote tuna access ya kuingia patakatifu pa patakatifu, ambapo alikuwa anaingia kuhani mara moja tu, lakini sisi tunaweza kuingia na kutoka kama kawaida. Pazia la hekalu likapasuka. Mnanielewa vizuri? So, Yesu anasulubiwa na kufa kama sadaka ya mwanakondoo wa Mungu, na pazia la hekalu linapasuka ili kujenga hekalu lisiofanyika kwa mikono ya wanadamu ambao ni kanisa. Sasa tunatoka kwenye hekalu tunaingia kwenye kanisa. Kuna tofauti kati ya hekalu na kanisa. Hekalu lilikuwa na maeneo matatu. Lilikuwa na ua wa nje, lilikuwa na patakatifu na patakatifu patakatifu. Lakini hili hekalu sasa hivi sasa sio jengo tena. Ndio maana hapa ukiingia unaona kuko hivi tu kawaida. Kila mtu ana access, hata akuja hapa madhabahuni ukashika maiki ukasalimia. Hakuna patakatifu patakatifu, kwa sababu patakatifu patakatifu sasa hivi hapajatengenezwa katika mikono ya kibinadamu, pametengenezwa na Roho Mungu ndani yako. Mwanadamu ni nafsi, roho na mwili. Roho yako ndio inakutana na Mungu moja kwa moja. Ni patakatifu ambapo Mungu alipatengeneza ili kukutana naye. Kwa hiyo sasa mwili wako ndio hekalu, ndio jengo, ua wa nje. Nafsi yako
ndiyo patakatifu, ambapo Biblia inasema ya kwamba mtakaso miili yenu, nafsi zenu na roho zenu, ili mpate kuwa tayari kwa ajili ya ile saa ya kujiliwa kwake mwana wa Adamu. Bwana Yesu asifiwe. Ubarikiwe kijana wangu, Mungu akutendee mema kwa kuelewa. Na ndio maana patakatifu pa patakatifu pako utakiwa kumpa ruhusa hata mke wako kuingia. Ndio Biblia haijasema mtakuwa roho moja, imesema mtakuwa mwili mmoja. Mtakuwa mwili mmoja, haijasema mtakuwa roho moja. Mimi kuna eneo mke wangu natakiwa uishie, hautakiwi kufika huko. Kwenye roho yangu hapa niachie mimi na Mungu wangu. Kuna mahali biashara inatakiwa uishie, na ndio maana ukifa biashara zako zinabaki. Alafu tunasema Bwana ametoa, Bwana ametoa, jina lake na lihimidiwe. Alafu cha ajabu tunakuona huko pale na ngozi yako na pua yako, na kwa kukupendelea watakuvalisha na suti, lakini huko pale. Lakini taarifa nzuri ya kwamba ulikuja uchi na utarudi uchi. Hata kama uvalishe suti utakufuata kama sanduku la milioni 5 litaoza tu. Kwa hiyo kinachorudi ni roho yako kwa baba yako wa mbinguni. Hapo ndipo patakatifu, unatakiwa uilinde sana roho yako kuliko chochote ulindacho. Ndipo itakapo chemichemi ya uzima wako. Usiruhusu chochote, hiyo ni biashara, hiyo ni masomo, ingie kwenye hiyo roho yako, usiruhusu. Na ndio maana Yesu akasema mikononi mwako naiweka roho yangu. Mimi roho yangu iko salama. Wamepiga mwili lakini roho yangu iko salama. Wamenivika taji ya mimba lakini roho yangu iko salama. Wameniziaki ni kama vile moyo wangu umehuzunika lakini roho yangu iko salama. Waebrania 2:14-15 nikiwa namaliza kabisa mara ya mwisho. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki hayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu za mauti, yani Ibilisi. Waebrania 2:14-15. Basi kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, tusome wote 1, 2, 3. Kwa kuwa watoto wameshiriki damu na mwili, yeye naye vivyo hivyo alishiriki yayo hayo, ili kwa njia ya mauti amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Ningekuwa mimi ningempigia Yesu makofi mazuri sana, kwa sababu mwenye nguvu ya mauti ya ndoa yako ameharibiwa. Kwa sababu mwenye nguvu ya mauti ya biashara yako ameharibiwa. Kwa sababu mwenye nguvu ya mauti ya huduma yako ameharibiwa. Hey! Am I talking to somebody? Kama shetani ameharibiwa, sema ameharibiwa mara 5. Hey. Ninayo taarifa nimeipokea kutoka kiti cha enzi. Inaniambia kuwa yule aliyoharibu maisha yako ameharibiwa. Ninasema ninayo taarifa kutoka mbinguni inayosema yule aliyoharibu afya yako ameharibiwa. Ninayo taarifa kutoka kwa baba yangu wa mbinguni inasema yule aliyoharibu hatima yako ameharibiwa. Glory! Am I talking to somebody? Mguse jirani yako high five, mwambie jirani ameharibiwa. Mwambie yule adui ameharibiwa. Yule mchawi wa kitongojini ameharibiwa. Yule mpesi wangu ameharibiwa. Hey. Hata kapali akataya. Hey! Ameharibiwa. Nasema ameharibiwa. Ameharibiwa. Yule aliyoharibu semester iliyopita, semester hii ameharibiwa. Nasema yule aliyoharibu GPA yako ameharibiwa. Am I talking to somebody? Ili kwa njia ya mauti amharibu yeye. Amharibu yeye. Sijui ni nani, hebu mtazame katika ulimwengu wa roho. Huyo mtu ameharibiwa. Amharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti. Uje ngoja nikwambie, wale walikuwa na nguvu
wakasema tunazungumza hii biashara kuanzia kesho haina wateja, na kesho ukiamka hamna mteja. Alikuwa na nguvu ya mauti, lakini Kristo amekuja kumwalibu aliyekuwa na nguvu ya mauti. Amekuja kumwalibu. Kwa hiyo hakuna silaha yoyote itakayotumwa kinyume na wewe ikafaulu, na kila ulimi tunahukumu kwa mkosa katika jina la Yesu. Nataka nikutangazie, yule shangazi yako alikulaani akasema utaolewa kwa sababu ukuelewa kuwa yupo mwenye nguvu ya mauti, mwenye kuharibu nguvu ya mauti. Leo ninakutambulisha kwake. Anaitwa Yeshua Amasia, anaitwa Yesu Kristo, anaitwa mwanakondoo wa Mungu, anaitwa niko ambaye niko, anaitwa Jehova Jile, anaitwa Jehova Shama, yes. Anaitwa Adonai, hallelujah. Anaitwa Alishadai. Oh, yes. Huyu anaenda kubadilisha historia ya maisha yako. Yes. Na yeye ni msemaji wa mwisho wa maisha yako. Am I talking to somebody? Ngoja nikwambie, the Bible said katika kitabu cha Ibrania 7:7, usiame hapo kapo. Biblia inasema wala haikanushiki ya kuwa mkubwa kumbariki mdogo. Haikanushiki. Haikanushiki. Maneno yangu ni baraka, nami natangaza kama kuhani katika maisha yako yatakupata. I receive. Yatakupata. Yes. Yatakupata binti yangu. I take it. Yatakupata kijana wangu. Hallelujah. Yatakupata. Yes. Ile nguvu ya mauti, kuna watu mauti iko kwenye mahusiano. Kuna watu mauti iko kwenye ndoa. Unajitahidi, unavyojitahidi nitunze mahusiano lakini hayatunziki. Nitunze ndoa lakini ndoa haisikiki. Kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu. Yes. Huyo mwenye nguvu ya mauti katika hiyo ndoa ameharibiwa katika jina la Yesu. I tell you, ujue mwenye nguvu ya mauti muda mwingine wewe unaweza kahisi mume wako ndo kivuruge. Mume wako hana shida, lakini kuna nguvu ya mauti iko nyuma yake. Kuna roho ya mauti ya kuharibu ndoa inampigia kelele, na ndio maana akiona wanawake wengine atulii, na ndio maana akiona sketi nyingine anatetemeka. Lakini leo Bwana amenituma, ameniambia hiyo nguvu ya mauti kwenye ndoa yako inaharibiwa. Ragadaba. Inaharibiwa. Inaharibiwa. Kwa jina la Yesu. Inaharibiwa. Kwa jina la Yesu. Kuna wengine hapa hautaki kutenda dhambi, lakini kuna nguvu ya mauti ya dhambi inakuzonga. Unasema nikimaliza maombi ya siku 7 nitakuwa mkamilifu. Ukimaliza maombi ya siku 7 shetani anakuangusha kwenye zinaa. Unasema kuanzia leo sitaangalia pornography. Baada ya siku 5 unarudi kule kule. Kuna nguvu ya mauti iko nyuma yako, lakini kwa mamlaka niliyopewa katika jina la Yesu, yes. Ninaiharibu hiyo nguvu ya mauti in the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Nasema ninaharibu hiyo nguvu ya mauti katika jina la Yesu. Kuna mtu hapa unataka kumtumikia Bwana, lakini kuna nguvu ya mauti kwenye familia yenu. Hakuna mtu anaweza kumtumikia Mungu. Akimtumikia Mungu lazima aache wokovu. Akimtumikia Mungu lazima aache huduma. Akimtumikia Mungu lazima apate skendo. Akimtumikia Mungu lazima kanisa afunge. Leo ninatangaza katika jina la Yesu, hiyo nguvu ya mauti kwenye familia na kwenye ukoo wako imeharibiwa katika jina la Yesu. Nasema 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 imeharibiwa katika jina la Yesu. Hallelujah. Am I talking to somebody? Hebu wakati nazungumza, hebu tafakari kuna nguvu gani ya mauti iko nyuma yako. Kuna nguvu ya mauti somewhere. Kuna mtu unabidii sana. Kama ni kazi unafanya kazi kuliko wengine. Kama kazini unajituma kuliko wengine. Watu wote wanasema huyu ni hadi weka, lakini huonekani. Wanaonekana wengine kwa sababu kuna nguvu ya mauti inayokuondolea kibali. Kuna nguvu ya mauti inayokuondolea sifa. Kuna nguvu ya mauti inayokuondolea upendeleo. Lakini leo kwa mamlaka katika jina la Yesu, ninaiharibu hiyo nguvu ya mauti in the name of Jesus. Amen. Naiharibu hiyo nguvu ya mauti in the name of Jesus. Amen. Naiharibu hiyo nguvu ya mauti in the name of Jesus. Amen. Naiharibu hiyo nguvu ya mauti in the name of Jesus. Amen. Ninaongea na watu ambao wamejitahidi kuanza biashara mara nyingi lakini wanafunga. Wamejitahidi kuanza project, mradi fulani unaishiaga njiani. Kwa sababu kuna nguvu ya mauti iko nyuma. Inakushikilia. Unajitahidi kwenda mbele hatua 7 unarudishwa hatua 50 nyuma. Ndugu zako wamekupa mitaji hadi wamechoka. Wanakusaidia mtaji hadi mtaji, lakini unafia huko kwa mtaji kwa sababu kuna nguvu ya mauti.
Biblia inasema lakini ili kwa njia ya mauti ya Kristo amwharibu yeye aliyekuwa na nguvu ya mauti, yani Ibilisi. Leo kwa jina hilo la Yesu Kristo ninatangaza kila nguvu ya mauti iliyokuwa inasababisha usifanikiwe kibiashara, iliyokuwa inasababisha usikuwe kwenye huo mradi, iharibiwe katika jina la Yesu. Amen. Nasema iharibiwe katika jina la Yesu. Amen. Natangaza iharibiwe katika jina la Yesu. Amen. Kwa mara 7 sema iharibiwe, iharibiwe. Iharibiwe. 2. Iharibiwe. 3. Iharibiwe. 4. Iharibiwe. 5. Iharibiwe. 6. Iharibiwe. 7. Iharibiwe. Glory to God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Unanielewa? Kuna kitu kimeharibika right now. Kwa jina la Yesu. Kuna kitu kimesheki katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema nitalijenga kanisa langu na malango ya kuzimu yatalishinda. Kwa nini kanisa la Mungu linashindwa na malango ya kuzimu? Kwa nini ndoa yako inashindwa na malango ya kuzimu? Kwa nini biashara yako inashindwa kwa malango ya kuzimu? Naenda kaa utangaze tena mara 7 iharibiwe. 1. Iharibiwe. 2. Iharibiwe. 3. Iharibiwe. 4. Iharibiwe. 5. Iharibiwe. 6. Iharibiwe. 7. Imeharibiwa. Hey! It is done. The devil is a liar. Tunachojua ya kuwa nguvu yake ya mauti iliisha pale msalabani. Imeisha. Wanazani wamekuloga na huo ulozi wao na nguvu juu yako. Nguvu ya ulozi ilishaharibiwa msalabani. Wanazani ile laana aliyokutamkia ina nguvu. Yesu Kristo aligongomelea msalabani hati zote za mashtaka na laana. Alifanyika maskini ili sisi tuwe matajiri. Alifanyika mgonjwa ili sisi tupate afya. Alifanyika mlaaniwa ili sisi tubarikiwe. Hallelujah. I want to talk to somebody. Ukiwa umesimama, wewe uliosimama simama, wewe uliokaa. Mstari unaofuata 15. Awaache huru wale ambao kwamba maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Kuna mtu hapa kwa sababu ya hofu ya mauti umekuwa na utumwa. Hofu ya kufilisika. Uko kwenye ndoa lakini una hofu ya kuachika. Na unazo rekodi ya kuwa mama yangu mwenyewe aliachika. Baba yangu alishaye kuachwa vibaya na mama yangu. Unayo rekodi ya kuwa mama yangu alikufa akiwa na miaka 35 wakati ana mtoto wa 3. Na mimi hapa naanza kuota mauti kwa sababu nina mimba ya 3. Unazo rekodi kabisa kwamba shangazi zangu zote wamezalia nyumbani. Na mimi naona kabisa dalili zote za kuzalia nyumbani. Biblia inasema awaache huru wale ambao kwa maisha yao yote kwa hofu ya mauti walikuwa katika hali ya utumwa. Wewe sio mtumwa. Nasema wewe sio mtumwa. Umeachwa huru. Niko huru. Nasema umeachwa huru. Niko huru. Kuna watu hapa maisha yenu yote yamejaa hofu. Kuna mtu unaweza kumwona yuko kiroho kumbe anasumbuliwa na hofu. Our prayer will never be driven by the fear inside of us. Hofu haiwezi kutuongoza katika maombi, bali Roho Mtakatifu, maana yeye ndo anatuombea kwa kugua kusikoweza kutamkwa. Yeye ndo anajua nini tuombe nini tusiombe. Sio shetani kakutisha usiku umeamka na katika jina la Yesu unavunja nini? Hofu ya mauti imeharibiwa. Nasema imeharibiwa katika jina la Yesu. Amen. Si umshangilie Yesu. Kwa sababu wameharibu nguvu ya mauti. Nachaji kuona watu ambao wamependwa na Yesu na Yesu amewafia msalabani. Na wanajua kuwa wameokolewa, wamshangilie Bwana. Nahitaji kuona watu waliojazwa Roho Mtakatifu wakimshangilia Bwana. Just wait. Wakati wana wa Israeli wanaelekea uhamisho, kumbuka somo letu ni kupata uhamisho wa kudumu. Wakati wanaenda kwenye uhamisho wa kudumu kwenye nchi yao ya ahadi, kuna mahali walifika panaitwa Yeriko. Hapa mahali hawakuhitaji upanga. Hapa mahali hawakuhitaji fimbo ya Musa. Hapa mahali walihitaji kelele zao.
Wewe unayeshangaa endelea kushangaa, lakini kuna mtu anapata uhamisho hapa. There is a transfer in the realm of the spirit. I'm talking to Salam. Selekea uponyaji wako uliokamilika. Selekea uzima wako uliopata. Selekea urejesho wako katika jina la Yesu. Selekea msamaha wako wa dhambi katika jina la Yesu. Selekea kufunguliwa kwako katika jina la Yesu. Ninataka kuona watu waliochanganyikiwa katika Kristo wakikimbia kuelekea kwenye njia ya ahadi. Haleluya! Hebu toka eneo moja nenda eneo lingine. Elekea Kanani, elekea Kanani, elekea Kanani, elekea Kanani, elekea Kanani. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, tunaelekea Kanani, tunaelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Kuna mtu mmoja uko hapa unanisikiliza. Bakini hapa hapa, bakini hapa hapa. Kuna mtu mmoja adui ya kuwa ametoka Misri. Na ndio maana nimesema hivi, unaweza kutoka Misri lakini Misri isitoke ndani yako. Kuna mtu Misri haijatoka ndani yako, japo miguu yako imetoka Misri. Leo ninataka utoke wewe na nyumba yako, wewe na watoto wako. Farao akamwambia Musa, Musa wewe nenda, lakini watoto wako waache na ng'ombe zako. Lakini Musa akasema tutakwenda na watoto wetu, tutakwenda na biashara zetu, tutaenda na uzao wetu, tutaenda na ng'ombe zetu, tutaenda na huduma yetu, tutaenda na elimu zetu. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, tunaelekea Kanani, tunaelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, sharabadabadaba, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Naelekea Kanani, naelekea Kanani, naelekea Kanani, sitarudi tena Misri. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Niambie magonjwa nimeshapona, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Hey! Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Niambie laana yako umeokoka, utaishi tena kwenye laana, unaenda Kanani wewe. Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Niambie magonjwa ya ukoo umeokoka, utaumwa tena hayo magonjwa, naenda Kanani. Hey! Mwambie Farao nimeokoka, sitarudi tena Misri, naenda Kanani. Tutakwenda na watoto wetu, tutakwenda na vijana wetu
zetu na wake zetu na waume zetu na kondoo zetu na ng'ombe, tutakwenda na watoto tutakwenda na vijana, kondoo zetu na ng'ombe zetu, kondoo zetu na ng'ombe zetu, kondoo zetu na ng'ombe zetu, kondoo zetu na ng'ombe zetu. Hallelujah. Hallelujah. Mshukuru Bwana kwa kuwa amekutoa Misri. Open up your mouth. Mwambie Bwana, asante kwa kunitoa Misri. Asante kwa kunitoa kwenye mikono ya Farao. Asante kwa kunitoa kwa utumwa mgumu. Open up your mouth. Open up your mouth. Open up your mouth. Nisikia maombi yaliyojazwa Roho Mtakatifu mahali hapa. Open up. Kama unaelewa kile nimefundisha, kwa Bwana amekupa uhamisho wa kudumu. Amekutoa katika nguvu za giza. Open up your mouth. Ambia Bwana, thank you. Nimetoka kwenye haya magonjwa. Umekuja na ugonjwa. Mwambie Yesu, asante kwa kuniondoa kwenye huu ugonjwa. Na huo ugonjwa unakuachia right now. Sasa hivi mimi naona miujiza imeshaanza kutokea huko ndani. There is a miracle happening. Kuna mtu umekuja unaumwa uti wa mgongo, Mungu anakuponya now. Sasa hivi tangaza huo uzima na uponyaji. Tangaza hiyo baraka uliyoipokea. Tangaza neema ya kuhamishwa. Era masata kapalia sanama. Shera baba yadia kanama. Rekateke pelia kataya. Shalabadaba. Mungu anakupa moyo mpya. Tukienda kwenye nchi ya Kanani tunaenda na moyo mwingine. Kuna watu Mungu anawapa moyo mwingine. Nasikia Mungu anasema kuna watu anawapa moyo mpya. Anawapa moyo mpya. Kwa sababu hauwezi kuishi eneo jipya ukiwa huna moyo mpya. Anawapa akili mpya. Kuna watu anawapa roho mpya. Roho mpya. Roho mpya. Receive it. Receive it. Fungua moyo wako upokee. Pokea moyo mpya. Pokea roho mpya. Moyo wa jiwe unaondoka. Mungu anakupa moyo wa nyama right now. Receive it. Receive it. Sharabadabadaba. Rekateke peli ya kataya. Kuna watu Mungu anawapa ndimi mpya. Ndimi mpya. Anawapa lugha mpya maombi. Receive in the name of Jesus. 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 Pokea akili ya Kanani. Pokea moyo wa Kanani. Pokea roho ya Kanani. Sharabadi ya Kanamalia. Repapapasaka kapalia. Huko Kanani kuna maziwa. Maziwa ni neno la Bwana. Kuna asali. Kuna asali huko Kanani. Rima kadi ya basata kapalia. Pokea. Kuna watu nyanyua mikono yako. Kuna watu wanapokea neema. So some people wanapokea uhamisho. Nguvu ya Mungu inakugusa huko uliko. Nyanyua mikono yako ya ibada. Sara mama manderi ya basata kapa. Malaika wa Bwana, nichagulie watu ambao unataka kuhamisha viwango. Nichagulie watu ambao unataka kuhamisha viwango. Wape roho mpya right now. Wape roho mpya na moyo mpya sasa hivi. Malaika wa Bwana, pick for me. Nichagulie watu 7 tu. Nichagulie watu 7 right now. Right now. Wanaohamishwa kabisa. Kuna mtu ulihama lakini akili yako ilikuwa Misri. Bwana anafanya total transfer. By power of the Holy Ghost. By the power of the Holy Ghost. Huyo mtu. Malaika wa Bwana aguswe na nguvu za Mungu. Aguswe right now. Kuna mwingine amezuiliwa na roho za Farao. Amezuiliwa na mizimu ya familia. Amezuiliwa na mizimu ya ukoo. Amezuiliwa na mizimu ya familia. Amezuiliwa na miungu ya ukoo. Kwa jina la Yesu.
unaachiliwa right now. Enyi mizimu, toka, mwachie, toka, mwachie, toka, mwachie huyo mtu, toka, in the name of Jesus, in the name of Jesus, in the name of Jesus. Mwachieni huyo mwanamke, mwachieni huyo binti, mwachieni huyo kijana, achieni hilo tumbo la uzazi, achieni right now. Hiyo mizimu inaondoka, mizimu ya Kipale, mizimu ya Kichaga, mizimu ya Kigogo, mizimu ya Kiruguru, mizimu ya Kia, mizimu ya Kinyaturu, inamwachia mtu mmoja right now. Huyo sio kitu wenu, mwachie, mwachie, mwachie. Mizimu ya Kirangi, mizimu ya Kingoni, mizimu kutoka Sumbawanga, hiyo mizimu ikuachie right now. Iachie moyo wako, iachie akili yako, iachie ufahamu wako, iachie nia yako, iachie moyo wako. Open up baba. Shara manderi ya basata kapalia. Rata kapa. Shira mama mama. Pokea, pokea, pokea neema. Shana mama mama manderi ya basata. Rata kepelia. Ndani yako ukisikia kupiga kelele usinyamaze. Ndio unahamishwa hivyo. Kuna mtu unatakiwa uombe, kuna kitu kikuachie. Kiachie moyo wako. Huo uchungu umekuzuia. Huo uchungu uliokaa kwenye moyo wako, lia kama unaweza kulia. Lakini leo utoke kwenye mikono ya Farao. Leo utoke kwenye akili ya Misri. Release yourself. Release yourself. Release yourself. Jirani yako ajue unachopitia. Wewe ukisikia kulia, lia. Bwana asikie. Maana Mungu hakusikia tu maombi. Biblia inasema nimesikia kilio chenu, nimeona mateso yenu, nami nimekuja kuokoa, kuwatoa Misri. Muda mwingine Mungu anaelewa sauti ya kilio. Lia kama unaweza kulia. Era mama mama ya. Shera mama 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 nde. Keria masata kapalia. Rate kepelia ma. Era maria basata kapalia. Rate kepelia katayaria. Wanawake waombolezaji, Bwana nikamatie. Wale wanawake wanaotakiwa kuomboleza lakini nguvu ya Misri iliwashikilia, waachiliwe nao kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Yoyote anayeshikiliwa na mwanaume aliyekusha kuachana naye, aliyekuwa kwenye mahusiano naye, kwenye ulimwengu wa roho anamshikilia, amwachie right now kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Magonjwa ya Misri hayatatajwa tena kwako. Magonjwa yoyote kwenye mwili wako yaanze kuyeyuka, yayeyuke, yayeyuke. Huo uvimbe kwenye kizazi uyeyuke, huo uvimbe kwenye milija ya kizazi uyeyuke. Hiyo operation na skasa na jeraha la operation lifutike right now, right now, right now. Hayo macho yaliyokuwa hayawezi kuona mbali yaanze kuona mbali. Hayo macho yaliyokuwa hayawezi kuona karibu yaanze kuona karibu. Hayo masikio yasiyosikia yaanze kusikia, yaanze kusikia. Hiyo chembe ya moyo iondoke, hiyo chembe ya moyo iondoke, hiyo chembe ya moyo ninailaani, iachie kifua chako right now, right now, right now. Shira mama mama made. Era masiata yala. Rate kepelia katayadia. Mela baba bayadia sanama.